20:22. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. A little one shall become a southern and a small one a strong nation. Kwa ushindi wa vita iliyodumu, haijalishi udogo wako, haijalishi unyonge unauona. Anasema na mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Ni kweli ni mnyonge, sawa. Ahadi nasema utakuwa taifa hodari. Ndio maana maandiko yanasema usizalau siku ya mambo madogo. Nani aliyeuzalau mwanzo mdogo? Asa Bwana angeliongeza ukawa ni mkubwa. Haijalishi unaanzaje, haijalishi umeanzia wapi, ishu ya msingi ni umeanza na nani. Na mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitahimiza hayo wakati wake. Rehoboth, nyarama ushindi wa vita iliyodumu. Success after struggle. Aliwaambia wana wa Israeli, mmezunguka mlima huu vyatosha, shikeni njia kaskazini mwende. Mlivyozunguka huu mlima imetosha. Walizunguka ule mlima, akamwambia mmezunguka mlima huu imetosha, shikeni njia kaskazini mwende. Majira yanakuja, aliye mdogo atakuwa elfu. Ni ishara ya maongezeko, ni ishara ya kuinuliwa. Mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geuka upande wa kaskazini mwende. Mungu anasema inuka utembee. Mungu anasema inuka uende. Geuka kaskazini utembee. Kimbilia ahadi yako, kimbilia ndoto yako, maana umezunguka imetosha. Ina imani ya kwamba hakuna yote ambaye atakwama. Tutafika salama. Ameima mtumishi wa Mungu, tumezunguka imetosha. Ni wakati wa Mungu kuhusika na sisi. Sema amina. Rehoboth ni alama kibali kati ya watesi. Hivi unajua it was favor upon favor. Isaka alipata kibali kwa wale watu katika nchi ya ugeni. Alipata kibali, akafanikiwa, mpaka akamfuata kwenda kufanya reconciliation. Tunaomba tuingie agano na wewe, maana wewe ni mwenye nguvu na Mungu juu yako. Ndio the same God ambaye alimkumbuka Esther akampa kibali. Binti yatima, Bwana akampa kibali. Kibali hakijalishi elimu yako ni kiasi gani. Kibali kikizungumza vitu vinanyamaza. Kibali kikizungumza nakwambia